Hii wameiweka kama ni mechi ambayo kwamba haijawahi kutokea. Yaani hiyo mechi haijawahi kutokea. Na hii mechi imechezwa miaka 46 iliyopita. Zambia Simba ilikwenda makundi. Hawakwenda wote kwa pamoja. Kwa nini sasa? Kwa sababu kulikuwa na mvutano, kwa watu wengine wasema hamna haja kwenda, kuna wengine kubwa. Kabla hii mechi ya Simba haijachezwa hii, kulikuwa na mechi wabunge na mawaziri. Wabunge na mawaziri. Yaani serikali wakule Zabila. Na watu wengine walikata tamaa, na wengine walianguka uwanjani, wengine walizimia. 3 finali, 3 bila. Sio kama Simba alianza kwenda kuanzia ugenini. Hii Simba alianza hapa. Afu tunakwenda kumalizia Zambia. Hii mechi kusema kweli ilikuwa ni mechi ambayo kwamba ilikuwa ngumu kwa upande wa. Basi wale marefalio kama godoro watu mlikuwa mnanyonywa. Watu wanyonywa maji kumwaga nje ili mradi tu kwamba mechi imalizike, lakini wapi bwana. Na hasira. Wengine wakaamua. Sasa kama hali yenyewe ishakuwa hivi, tushafungwa goli 4 bila hapa nyumbani, tunakwenda Zambia, tunaondoka kwa treni, lakini kurudi kwa mafungu. Simba wanarudi kwa ndege, watu tunakwenda uwanja wa ndege kuwapokea Simba. Na gari limesukumwa mpaka Msimba. Mwaka 1993-94 waganga walikuwa wanabadilishana katika nikambia. Mimi natumaini kabisa kwamba hali yako ni salama kabisa na uko na afya njema kabisa. Cha kwanza ambacho mimi nilihitaji kukifanya baada ya kurudi, nilitamani sana ningekutana na mzee wangu, lakini kwa bahati mbaya afya yake haikuwa sawa kwa kipindi ambacho mimi nilikuwa nimerudi. Lakini akaniahidi ya kwamba kabla mchezo hujachezwa tutafanya jambo nizungumze, kwa sababu nakumbuka mengi sana ambayo yanafanana na mchezo huu ambao Simba anakwenda kucheza dhidi ya Al-Masry. Nikumbusha kwamba Simba yuko nyuma kwa magoli 2-0 ambao mchezo ulifanyika Suez Canal pale Misri. Na mchezo wa marudiano ni kesho tarehe 9 ya mwezi wa 4. Simba akiwa nyuma, lakini kesho atakuwa akiwepo nyumbani. Mzee wangu nataka nimuulize kwenye historia yake ya kufuatilia mpira wa Simba, imeshawahi kutokea mechi ambayo inafanana na Al-Masry ya kwamba Simba aliongozwa ugenini ama nyumbani katika mchezo wa maamuzi, lakini mwisho wa siku akapindua, ama haijawahi kutokea kabisa? Na kama imeshawahi kutokea ilikuwa ni kipindi gani, na kama ilikuwa haijawahi kutokea pia ni kipindi gani? Mzee wangu, mzee Matimbo, kwema? Asante sana. Leo mzee wangu nimejikuta nimevaa sare na haina matatizo, inatokea siku moja hii. Inatokea watu wanagongana hivi. Kwema lakini? Tunashukuru Mungu tunaendelea vizuri, niko salama tu. Pole kwanza kwa yale bwana, nilikuwa baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani basi nilipata mafua na homa na nini. Kwa hiyo hata hii funga ya 6 sijaanza, huenda nikaanza kesho. Ukaanza kesho? Lakini sasa hivi niko fresh, nashukuru Mwenyezi Mungu, niko salama. Mzee Matimbo, mimi ni mmoja kati ya wale watu ambao sijawahi kuishuhudia Simba ikifanya maajabu makubwa sana ya mpira kwenye kuongoza, kwamba anatoka ugenini ameongozwa lakini anakuja anafanya maajabu, watu wanafurahi, tena wanafuzu kwenda hatua inayofuata. Huenda hii ni mechi ambayo wana Simba wengi sana wanaikatia tamaa ya kwamba sasa tumeshaongozwa 2 ugenini, itakuwaje nyumbani? Yaani kuna mengi, kwa sababu ukizingatia pia wale ni Waarabu. Wengine wanaambia kwamba wale Waarabu bwana sio zile timu mzokuwa unapiga 7. Kwenye historia yako ya kufuatilia mpira wa timu yako Simba, umeshawahi kushuhudia Simba ikifanya maajabu katika michezo ya maamuzi kimataifa? Michezo iko mingi sana Simba ambayo kwamba wamefanya maamuzi. Ndio. Lakini nitaanza na wa kwanza ambao kwamba ni kama historia. Ni historia. Na hii mechi hii mpaka leo hata kule chama cha mpira cha Afrika CAF katika kalenda zao na katika kumbukumbu zao hii wameiweka kama ni mechi ambayo kwamba haijawahi kutokea. Yaani hiyo mechi haijawahi kutokea. Na hii mechi imechezwa miaka 46 iliyopita, lakini recording hii bado haijafutwa. Miaka 46 iliyopita. Lakini hii mpaka leo Afrika huko bado hii haijavunjwa. Hiyo mechi gani kwanza? Hii mechi ilikuwa Simba na Mufulira Wanderers ya Zambia. Ya Zambia. Ilikuwa ni klabu bingwa Afrika mwaka 1979. 79. Hii mechi ukiondoa hii ambayo kwamba unaizungumzia tuna mashaka nayo, lakini mechi hii ilianzia Dar es Salaam. Sio kama Simba alianza kwenda kuanzia ugenini. Hii Simba alianza Dar es Salaam, afa tunakwenda kumalizia Zambia. Hii mechi kusema kweli ilikuwa ni mechi ambayo kwamba ilikuwa ngumu kwa upande wa watu wa Simba. Kwa sababu kuna watu wengine walizimia pale, kuna wengine walikufa, na kuna watu. Matokeo yake alikuwaje? Matokeo yake Simba alifungwa goli 4 bila. Alifungwa goli 4 bila. Alifungwa 4 bila na uwanja wa nyumbani. Shamba la bibi bila. Shamba la bibi pale. Mkafa goli 4. Tukafa goli 4. Na kuna mtu mmoja alikuwa nimekaa naye anaitwa Sharifu. Huyu alikuwa ni mfadhili wa Simba, anaisaidia kwa kipindi kile. Watu wengine wanaweza kumjua wanaita Mzee Sharifu. Mzee Sharifu alikuwa Kitomondo kule guest house. Hata klabu ya Simba kuna wakati mwingine wanapiga kambi katika nyumba yake kule. Huyu alizimia pale uwanjani.
Goli 4. Goli 4 alizuia. Mufulira alikuwa ni timu bora kipindi hicho. Ilikuwa timu kubwa sana na timu bora kweli kweli katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati na Afrika nzima. Ilikuwa ni timu safi sana. Kwa hiyo Simba alikufa goli 4 bila pale. Nyumbani pale. Hatua gani hizo? Hiyo ni hatua za mwanzo yani. Hii ni raundi ya kwanza. Hii za kwanza kabla hujaingia hata makundi wala hatujafika hata robo finali. Sasa kilichotokea pale Simba kukawa na mvutano mkubwa na watu wametoka pale wamekata tamaa. Wengine wanalia na wengine wamekaa makundi na wengine wakaamua. Sasa kama hali yenyewe ishakuwa hivi, tushafungwa goli 4 bila hapa nyumbani, tunakwenda Zambia tunafuata nini? Yaani mechi imeisha mkaanza kama makundi. Na pale klabuni pale. Na pale klabuni pale Msimbazi watu hawapungui na pale kuna hoja za tofauti. Wengine wanasema kwamba hatuna haja ya kwenda Zambia, tunakwenda kufuata nini? Yaani tumeshafunga goli 4. Goli 4 bila tena uwanjani kwetu. Sasa tunakwenda Zambia, sisi tunakwenda kufuata nini? Si msiba huu. Si msiba huu, tunakwenda kupata aibu tu na nini? Sasa kuna makundi mengine wanasema pale kwamba kama hatukwenda Zambia kuna hatari ya kuja kupigwa faini. Ndio. Watu wakasema afadhali tulipe faini kuliko kufungiwa. Lakini kulikuwa na watu wengi kuliko kwenda kule kuliko kwenda Zambia. Lakini kuna watu wengine walijitokeza wakasema hii jamani sisi tunaweza kusema kufungiwa tu, lakini inaweza kuja hatua kabisa kunyang'anywa pointi labda kupigwa faini uende tukafungiwa zaidi. Sasa itakuwa sisi twendeni tu tukajitoe tu lawama ili mmeanza kupishana kimtazamo ya kwamba wengine wanatamani timu iende Zambia na wengine isiende. Yaani kwamba msiende kwa sababu ya zile goli 4 alafu na kule tunakwenda tunafuata nini? Na ugenini tunakwenda kufa nyingi. Lakini sasa viongozi nao vile walikuwa wamegawanyika. Nao pia wana mitazamo hiyo. Wanasema kuna wengine wanasema twende na kuna wengine wanasema tusiende. Lakini kuna watu baadaye dakika za mwisho wakasema tuipeleke timu hivyo hivyo. Iende hivyo hivyo. Lakini katika kwenda kule Zambia Simba ilikwenda makundi. Hawakwenda wote kwa pamoja. Kwa nini sasa? Kwa sababu kulikuwa na mvutano, kwa watu wengine wanasema hamna haja kwenda, kuna wengine wanakwenda. Wengine wanasema bwana sisi tunakwenda, twendeni. Kwa hiyo Simba ilibidi wasafiri na treni hapa, gari moshi hili. Badala ya kwenda kwa ndege walikwenda makundi na wamekwenda kwa treni. Kwa hiyo mlishindwa kwenda kwa ndege kwa sababu ya kipato au kwa sababu bado mnabishana? Watu wana mivutano na kila kitu na kuna watu wamenyongonyea, watu wanasema tunakwenda tunatafuta nini? Yaani watu walikuwa washachoka kuhusu swala hili. Mzee wangu kama mechi ya nyumbani watu mmefungwa goli 4. Ugenini kweli wewe ungepeleka timu? Ndio hapo sasa watu na watu walikwenda kule kwa sababu ya kuogopa ile timu huenda ikafungiwa. Ndio. Kwamba twendeni hivyo hivyo. Twendeni tukalotokea na litokee. Kwa hiyo twendeni ikabidi Simba waondoke makundi. Kundi la kwanza likatangulia au wengine watu wakabembelezwa waje watafanya nini? Twendeni hivyo hivyo. Watu wakaenda kule. Kwa hiyo kwenda kule sasa Zambia kulikuwa na sherehe kubwa. Sherehe nini? Hii sherehe kwanza kulikuwa na bondia wao, Mzambia anapigana na bondia wa Kiingereza. Majina kidogo yamenitoka kwa sababu muda mrefu. Hao walipigana siku moja kabla ya mechi hii ya Simba na Nkana na Wanderers. Yule Mzambia alishinda akampiga yule Mwingereza. Ilikuwa sherehe kubwa Zambia. Wakasema hii sherehe hii itamaliziwa kesho. Hii yote ilikuwa hii rasha. Hii kama tunasafisha uwanja. Sherehe bondia tunaitunza hii. Lakini kesho sasa uwanjani sasa Simba atakapocheza na Mufulira sherehe ndio itazidi zaidi Na Simba walikuwa pale wamekwenda pale wanyonge sana yani watu kwamba kama vile watu washahukumiwa kunyongwa au nani wanasubiri tu hukumu haibadiliki. Na hii hukumu yake itakuwa kubwa Lakini kilichotokea pale sasa ile siku ya mechi ilipofika Simba wanaingia uwanjani pale na Mufulira pale kulikuwa na sherehe kubwa. Kabla hii mechi ya Simba haijachezwa hii kulikuwa na mechi ya wabunge na mawaziri. Wabunge na mawaziri. Yaani serikali wa kule Zambia, yani serikali iko pale. Na refari wa mechi ile ni rais wa nchi ya Zambia Kenneth Kaunda. Yeye ndo kashika filimbi anachezesha wabunge na mawaziri. Itakapomalizika ile mechi watu warudi majukwaani sasa sherehe ndio inamalizika Simba na Mufulira Wanderers. Basi wabunge na mawaziri wakacheza na ilikuwa Zambia ilikuwa watu wanashangilia tu Mufulira tuna logo kubwa hizo kwa pale. Simba walikuwa wamekaa kama wanyonge. Lakini kumbe Simba walikuwa shalishana kiapo. Haya yaliyotokea Dar es Salaam tu kwamba wale walituzidi. Lakini kule sisi tusiende kukubali hali hii. Tukaitafuta hata draw. Sio kufungwa pale ni kurudisha imani kwa wapenzi wetu. Lazima tupate hata draw. Hamkuwa na matumaini yoyote zaidi ya kwenda kuomba draw. Tupate hata draw inatosha kwa sababu ili mradi ingekuwa kubwa. Ilikuwa kubwa kwa upande wa Simba kwamba kwa nini tulifungwa huku lakini ndio mpira ulivyo tukatoka draw lakini hali kumbe haikuwa hivyo. Wachezaji walikuwa na moyo zaidi na nguvu zaidi. Hii ni kwa sababu wanataka kurudisha imani kwa mashabiki. Wapenzi wao kwa sababu watu walikuwa washakasirika na wachezaji washaanza kuonyesha vidole. Unajua watu wa Simba na Yanga hawana subira. Lazima mpishane. Huyo ndio yote yametokea kwa sababu hii.
Kwa hiyo mechi ilipokuja kuanza pale uwanja wa Zambia kule, watu hawakuamini macho yao. Mpaka half time Simba alikuwa anaongoza goli 2-0. Mpaka half time, lakini Rais Kaunda bado yuko uwanjani na watu wamekaa, watu watu wanazidi kushangilia kwamba labda mambo yatakuwa mazuri. Sasa si 4 inakuwa 4-2. 4-2, lakini dakika zijaisha. Ndio. Kwa hiyo kurudiana tena pale kipindi cha pili, goli la kwanza kwa Simba alifunga mtu mmoja alikuwa anamuita Abdalla Mwenye Mkuu. Au wenyewe Simba walikuwa wanamuita Pele wa Tabora huyo, au Abdalla Pele. Abdalla Pele wa Tabora huyo. Afa goli la pili lilifungwa na Simba, alikuwa na mchezaji mmoja alikuwa anaitwa George Kulagwa. Wenyewe Simba alikuwa anamuita George Best. Huyu mtu alikuwa matata sana bwana mdogo, na wao wote wawili ndio wataja wameshatangulia mbele yake. Mungu awafanyie wepesi huko walipo. Umeona bwana? Goli la tatu la Simba linakuja linafungwa na mtu mmoja Mzanzibari alikuwa anaitwa Soeni Ali. Huyu mtu alikuwa anapiga mashuti sana. Kwa hiyo alifunga goli la tatu. Huyu alikuwa anacheza namba ngapi? Huyu alikuwa anacheza namba 11. 11. Siku nyingine Simba akiona hali imeshakuwa mbaya zaidi wanamleta mpaka namba 9 ili mradi aongezee nguvu tu pale. Goli la 4 Simba tena linafungwa na Soeni Ali. La 4. Hiyo 4 sasa. 4 hiyo sasa. Wewe uwanjani kulikuwa kuna hali gani? Kule uwanjani kushakuwa hali mbaya na rais wa nchi Kenneth Kaunda. Yuko pale. Kaamua ananyanyuka anaondoka. Goli la 4 anatoka, yani kwa hasira. Hali shakuwa hivi goli la 4. Lakini Alex Kaunda kabla hajatoka getini, yuko getini, goli la 5 Simba wanapata. Kabla mzee hujaondoka tunamaliza. Watu wanapiga goli la 5. Linapigwa tena na George Best. George Kulagwa. Simba wanaongoza goli 5. Wazambia wamekasirika, watu wanaanza kutoka uwanjani na vurumai kubwa linafanyika. Watu washapishana na Simba tunasonga mbele. Tunapita raundi hii. Kwa hiyo hili ndio pambano lilotokea mwaka 1979. Simba wameondoka kwa treni, lakini kurudi kwa mafungu Simba wanarudi kwa ndege, watu tunakwenda uwanja wa ndege kuwapokea Simba. Na gari limesukumwa mpaka Msimbazi. Yaani halijawashwa. Watu wamevaa majani. Hili kwa mwaka 1979 na hili kwa mechi ya maamuzi. Tukatoka hapo tukasonga raundi hatua inofuata, tukakutana na klabu bingwa ya Nigeria inaitwa Laka Rovers. Mechi ya kwanza tumecheza hapa Dar es Salaam na Laka Rovers, tukatoka draw bila. Lakini ilikuwa ni siku mbaya sana kwa mashabiki wa Simba na wa Tanzania. Kwa nini? Kwa sababu alianguka mchezaji wa Simba center half anaitwa Hussein Tindo, alifia uwanjani. Hussein Tindo alikufa uwanjani huyo. Hata wachezaji pale ilibidi wafichwe. Huyu mtu alipochukuliwa lakini alifia pale uwanjani. Watu wakamweka katika gari kumpeleka hospitali Muhimbili. Lakini mpaka watu wale walioongozana na mchezaji yule wanarudi pale wanasema jamani yule mchezaji ameshafariki. Na zile habari zikawa zimeshaenea kwa wapenzi pale kwamba Tindo ameshafariki. Lakini watu walikuwa wanazuiana ili wachezaji wasijue. Yaani wasije kaingia kunyongonyea. Kwa sababu mtu ambaye kwamba alikuwa anacheza naye hapa tulikuwa naye hapa na mtu amekatika kama siala. Sasa ndo hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo Simba pale watu wakawa wanatulizana. Kuna watu wengine walikuwa wanalia majukwani na nini na hivi, lakini watu wakawa wanatulizana, tulieni. Kwa hiyo mpaka ile mechi inamalizika ni draw bila. Wachezaji wa Simba walianguka pale uwanjani walipopata habari zile kwamba Tindo amefariki. Kwa hiyo mechi iliyofuata sasa Simba pale Simba marudiano yakafanyika Lagos Nigeria. Simba sasa unajua wakati ule masheria ya vyama vya mpira ilikuwa tofauti na sasa hivi. Kulikuwa na mchezaji wetu Simba anaitwa Nicodemus Njohole. Ndio. Huyu mtu alikuwa kiungo. Yule alikuwa zaidi ya Chama. Huyu Chama mara 2 au mara 3. Kwa sababu tu wakati ule TV hakuna na watu hawakumuona vitu vyake huyu bwana. Huyu alikwenda kucheza mpaka mpira wa kulipa Australia. Ndio. Nicodemus Njohole. Huyu mtu sasa Tanzania hapa wakati huo unajua kuna mambo ya vyama vyetu hivi vya mpira hivi. Fati wakati huo unaweza kumfungia mchezaji. Sasa unajua mpira na serikali ilikuwa kitu kimoja. Na wanapofungiwa yule anaweza kusema kwamba huyu mchezaji kafungiwa na haruhusiwi kucheza mpira wote, yani dunia nzima, yani au tunamfungia maisha au tunamfungia kabisa. Kwa hiyo sasa Nico Njohole kulikuwa na mechi alicheza huyu ili ya Simba na kuna mechi moja alicheza walicheza Simba na kuna timu nimesahau kidogo. Huyu mkojo ulimshika. Sasa mchezaji alibanwa na mkojo. Huwezi kumtoka mchezaji hapa ukaenda kutafuta vyote na huko wapi na wapi. Cha mpira cha Tanzania na serikali yake. Ikasema Nico amefungiwa kaitia kwa kitendo alichokifanya uwanjani. Basi ikawa tumemkosa mtu kama huyu. Sasa angeomba tu ruhusa. Sasa watu badala ya kufa Tindo watu wakawaambia bwana hili hatukubaliani nalo, tunamuomba jamani serikali afunguliwe Nico Njohole. Lakini sasa ndio alikuwa ana mazoezi na ilibaki kama wiki moja kwenda Nigeria. Nico alifunguliwa lakini ndio alikuwa hamna msaada
Kwa hiyo Simba tukatolewa na Lakalovas ya Nigeria. Kwa hiyo pambano hili linatuonyesha kwamba Simba wana uwezo wa kufanya lolote lile. Kumbe hii Almasri goli 2 tena ugenini. Goli 2 ugenini. Wakati nyewe mlipigwa nyumbani nini? Tulipigwa 4 tukaenda kugomboa 5. Kugeuzia huko. Na kuna mechi nyingine Simba walicheza na Ismaili ya Misri. Ismaili ya Misri. Kombe hili la klabu bingwa Afrika. Mechi ya kwanza ilichezwa Misri, Simba kafungwa goli 2 bila. Kama hivi. Kama hii hali inayoendelea ni Mwarabu nao vile vile. Lakini Simba alirudi nyumbani, tukalishana viapo na nini na watu wakasema kwamba hii hatoki mtu. Lazima tupambane, tunahakikisha hii. Kama hii sasa hivi mnasema hii tunavuka. Hii tunavuka. Na hii na ile nayo watu wakasema hii lazima tuvuke. Hawa Ismailia kama wametufunga kwao goli 2 na sisi tuna uwezo wa kuwafunga goli 2 hapa. Basi bwana, mechi ile ilibidi imemalizika vile 2 bila. Simba wakaingia kambini hapa na watu wakahamasishana, tukaujaza uwanja wa nani? Wa Uhuru. Baada ya kujaza uwanja wa Uhuru, ikabidi Ismailia awaje hapa. Kuja bahati nzuri Simba mpaka half time wanaongoza goli 2 bila. 2 tushazichomoa. Kuna mtu mmoja anaitwa Joseph Kaniki Golota. Huyu alifunga goli na kuna mchezaji wetu alikuwa midfield kwa mtu mmoja mkali sana anaitwa Shekhani Rashidi. Sasa hivi huyu mtu yuko nje ya nchi. Alikuwa anacheza mpira wa kulipwa huko na mpaka sasa hivi yuko sijui kama kachukua uraia au bado yupo kule. Shekhani alifunga goli la pili la penalty. Waarabu ilikuwa tushawadhibiti wao wanalalala tu wanajiangusha na kupoteza muda. Watu shalevo 2-2 na hii tunatafuta goli. Lakini bwana unajua siku hazifanani maskini. Waliponea chupuchupu kwa sababu ilishuka mvua kubwa kweli pale uwanjani. Mechi ya Simba na Ismailia. Simba na Ismailia na Simba anaongoza goli 2 bila. Kwa hapo mzani uko sawa. Mzani uko sawa na Waarabu washaelekea kibla. Bado kuchinjwa tu. Umeona bwana? Lakini ilishuka mvua kubwa sana, watu walifanya juhudi zote kuhakikisha kwamba tunatoa maji na magodoro na nini, lakini wapi? Mvua iliendelea. Basi wale marefalio kama magodoro watu mlikuwa mnanyonywa. Watu wananyonywa maji kumwaga nje ili mradi tu kwamba mechi imalizike, lakini wapi bwana? Na hasira. Tuko na hasira bwana. Lakini ndo isha hapa washaingia kibla. Na wala wenyewe walikuwa yani wameanguka wamefanya kila jambo, lakini wapi, dakika bado zipo. Na Simba wanakuja hivi. Mara mpira umegonga mwamba, mara tumekosa. Lakini kilichoendelea pale sasa, marefalio wa chama cha mpira kafu wakaangalia uwanja ushakuwa na maji mengi na madimbwi, miundombinu mibovu. Basi ikabidi wale waamuzi waahirishe ule mchezo urudiwe tena siku ya pili yake. Yaani mchezo sasa usichezeke tena kwa maji yashakuwa mengi. Ikabidi mechi irudiwe siku ya pili. Kurudiwa siku ya pili basi Waarabu ilikuwa kama vile bahati yao. Simba wakashinda tena goli 1 bila, lakini sasa alikuwa ngoja sasa. Kwa hiyo baada ya mchezo kurudiwa siku ya pili, mlianza upya. Sheria hizi zilikuwa zijaundwa. Unajua wakati huo sheria ndio zile mkirudiana siku ya pili inabidi muanze tena upya mpira. Tofauti na sasa hivi. Kama tungekuwa tumeanza pale ilikuwa mambo mazuri. Lakini sasa wale Waarabu siku ya pili na wao wamekuja wamepambana kwa kweli na nguvu mpya. Basi Simba wakaambulia kupata goli 1 likafungwa tena na Joseph Kaniki Golota. Kwa hiyo Simba tukatolewa mashindano. Kwa hiyo inawezekana kwamba hawa Waarabu wanaweza kuja kupigwa goli nyingi tu. Kwa hiyo wapenzi wa Simba na wa Tanzania wasikate tamaa kwa haya yaliyotokea. Mzee wangu kuna mechi moja ulikuwa unanisimulia 2000 na kitu kama 2003 hivi. Kuna mechi moja ulikuwa unasema maajabu ya wapi, ulikuwa unasema maajabu ya yale ni maajabu ya Istanbul. Maajabu ya Istanbul. Mwaka 2005. 2005. Liverpool waliwahi kufanya haya. Muona bwana, Liverpool walikutana na AC Milan ya Italy. Ndio. Na hii ilikuwa finali ya UEFA. Mpaka half time Liverpool kashafungwa goli 3 bila. Half time hiyo. Simba kashakufa 3 Liverpool kashafungwa goli 3 bila. Na watu wengine walikata tamaa na wengine walianguka uwanjani, wengine walizimia. 3 afu finali. 3 bila. Wa mashabiki wa AC Milan wanashangilia sana. Na Liverpool washapigwa goli 3 bila. Wamekauka. Lakini Liverpool walikwenda katika vyumba vya kubadilishana mawazo, wakakaa, wakazungumza, wakayajenga, wakarudi uwanjani. Na waliporudi uwanjani, Liverpool walisawazisha goli zote 3. Goli zote 3. Ikabidi mpira uongezwe dakika 30. Ndio. Za nyongeza. Liverpool wakapambana na AC Milan wakapambana, hazikuleta majibu. Lakini baadaye ikaja kupigana penalty. Liverpool wanashinda kwa penalty. Tayari morali ishakuwa juu. Kwa hiyo linawezekana, nawaambia washabiki wa Simba na wa Tanzania wasiwe na wasiwasi, haya mambo yanawezekana. Mpira una dakika 90. Na katika mpira dakika 1 au 2 nyingi sana. Nyingi sana matokeo yanabadilika.
2009 Manchester United walisawazisha goli baada ya dakika moja mpira kwisha. Dhidi ya nani? Ni Munich. Bayern Munich. Manchester wanasawazisha na wanapiga goli la pili tena dakika hiyo hiyo moja. Mwaka gani? Mwaka 2009. 2009. Mwaka 1999. Mwaka 99. Mwaka 99. Ile Manchester kuchukua makombe matatu. Makombe matatu Kwa hiyo Manchester mwaka 99 wanasawazisha goli dakika moja bila kumalizika. Na linapigwa goli lingine la ushindi. Bayern Munich wameanguka uwanjani wale. Kwa hiyo katika mpira kuna dakika 90. Hawa tunaweza kuwafunga hata nyingi zaidi. Kama dakika moja inaleta goli mbili. Dakika 90 kuna goli ngapi? Kinachohitajika Mzee Matimbwa ili mfuzu kesho. Kikubwa kinahitajika ni kipi? Umeiona mechi ya kwanza, mkondo wa kwanza. Kipi ambacho unasema hichi kikifanyika tu Waarabu atakuwa Ismailia dakika 45 2-2. Mimi natoa wito kwa viongozi wa Simba. Tumejifunza kutokana na makosa mengi yaliyotokea nyuma yetu. Kuna mechi tulipoteza mwaka 1993-94 ilikuwa finali kombe la CAF. Na ASEC ya Abidjan. Paka leo kuna wachezaji wengine wa zamani wanazungumza kwamba wengine wanasema kwamba hujuma ilifanyika, unajua na nini hivi na hivi, lakini kuna mambo mengine nayo vile vile yalichangia mpaka tukapoteza mechi. Na hii naomba isirudiwe tena kwa kesho kwa sababu watu wa sasa hivi wana morali kubwa kweli yani kumuondoa Mwarabu. Sasa kumuondoa Mwarabu tusiwahangaishe sana wachezaji huko kambini. Mwaka 1993-94 waganga walikuwa wanabadilishana katika kambi ya Simba. Watu mara kaingia huyu anataka kusema huyu tufanye hichi tufanye hichi. Sasa tusiwasumbue wachezaji. Haya mambo yaishie huku kunje, wale tuache kama walivyo. Ndio. Wale tuache kama walivyo, isipokuwa tuko hapa kama hivi nimeona katika magazeti leo kwamba mfadhili Mo ameahidi milioni 500. Wachezaji kama wataitoa nani? Al-Masry. Yale ndio mambo ya kufanya, lakini kule kambini watu wasiguse. Na vile vile nawaomba viongozi wamshauri kocha wetu. Asijaribu kusafiria mambo mengine ambayo kwamba hayana faida. Kama ukimwona mchezaji ambaye kwamba sasa hivi kidogo hapa mwishoni labda fomu yake iko chini, usinganganie kumpanga. Yaani asiendelee kuwepo kwani kuna asiendelee kuwepo, sio lazima. Mimi kwa mawazo yangu nilikuwa naomba kesho Mkwala aanze. Usiwekee Ateba, kwanza hebu weke pembeni. Usilete vitu ambavyo kwamba unaona kama na limbi shoke bana unakuwa majuto. Kwani Ateba ana shida gani mzee? Ateba anajichanganya. Kuna magoli mengine anakosa ambayo kwamba si wapenzi yanatutia uchungu. Na Mkwala anaonekana sasa hivi yuko katika fomu. Mweke Mkwala kwanza tumalize jambo hili. Anza na Steven kama Ateba ataingia baadaye kama Mkwala ameshindwa. Yaani wapishane. Alafu vile vile nilikuwa na shauri tena, japokuwa kapteni wetu ni Mohamed Hussein Shabalala. Lakini Shabalala amekuwa kama mnyonge. Kuna maamuzi mengine unajua hao Arabu wanatuzidi na mataifa mengine wanatuzidi kwa ujanja wao. Wakati mwingine unakuwa wamemzonga refa, wamemwambia hivi, sasa Shabalala anakuwa mkimya sana na anakuwa mwepesi. Hebu kesho kitambaa cha captain wamvalishe ngoma. Avishwe ngoma. Kwa mawazo yangu mimi. Kwa sababu marefali wengi sana wanaongea Kifaransa na nini. Ili akapambane nao kama kwenda kwenye VAR, watu waende mapema. Kama hii mechi iliyopita hii, Kibu anasukumwa ndani ya penalty box, ile ilikuwa ni penalty, lakini unyonge wetu umetuponza. Na hii sio mechi hii tu, hata kuna mechi Simba na Orlando. Hii kwa hivi. Simba anafungwa goli la offside, lakini yule Adayo anakuwa wenyonge, hata mna lolote analofanya. Sasa atafuta captain fantastic kama Steven Gerrard. Na yeye wamtafute mtu kama Ngoma kesho. Kwa sababu ina Ngoma naye shughuli hizi anaziweza. Ngoma zake. Fanyie kazi ile. Hii ni mawazo yangu kwamba kwa mambo haya sisi tutashinda. Haina matatizo, haya ni mawazo yangu. Lakini wasiwasumbue wachezaji. Lakini ukichungulia hivi unaona kama Al-Masry wameondoka tayari au? Mimi najua kabisa Al-Masry wameondoka kwa sababu matukio kama haya tushayaona mengi. Na wapenzi huko nje vile vile wasikate tamaa. Wanaweza wale Waarabu wakatupiga goli la ajabu la kwanza, watu wasivunjike moyo. Simba walifungwa hapa wakati kuna mechi tulicheza na Nkana Red Devils ya Zambia. Tulifungwa goli 2-1 Zambia. Lakini tuliporudi hapa tukaambiwa tukipata goli moja tu kwamba Simba atasonga mbele katika mashindano hayo. Wanaingia ushindi wote, Simba anaingia kwenye makundi. Lakini mpira ulipoanza dakika za mwanzo tu wote bwali anakuja na tufunga goli Simba. Sasa watu wote wakawa kama vile watu wamemwagiwa maji. Sasa hata kushangilia inakuwa shida. Mimi naomba wapenzi wa Simba hata kama wametangulia hao Waarabu wamepata goli la ajabu, Simba tusikate tamaa. Ngoja mzee wangu, mbona sema magoli ya ajabu? Kwani Waarabu wana magoli ya ajabu?
Unajua kuna magoli mengine, magoli mengine ni basi neno alitarajiwi. Elimo tu kama kule Misri Simba wamecheza na walikuwa wanacheza ball position kubwa sana. Lakini ukakuta baadaye Simba hao ndo tunakuja kufungwa sisi. Sasa isije ikatokea vile na wapenzi nje nao wakasizi. Wapenzi waendelee tu na amsha. Goli inaweza kurudi. Na wapenzi wengine vile vile wale wanaojiona kama wagonjwa wasiende uwanjani. Kwa sababu hali kama hii na nini msipande pressure hizo. Tulieni. Kwa sababu ile mechi ya Simba na Nkana tulimpoteza shabiki wetu mmoja wa Simba, mtu maarufu sana na mtu anaujua mpira. Mtu anaitwa Kesi. Kesi alikufa goli la kwanza lile. Lile goli la kwanza afunga Gota Bwalia. Kesi alianguka uwanjani lakini hakujua mbele kitakachotokea, lakini Simba walikuja akapindua meza. Simba wakasawazisha goli la Vincent Mkude. Kagere anapiga goli la pili na Chama anakuja kupiga goli la tatu dakika za majeruhi. Jioni kabisa na Simba wanasonga mbele. Kwa hiyo katika mechi za maamuzi sina wasiwasi na Simba. Yaani wewe unaona kabisa kwamba hata kesho Al Masry wanakufa. Isipokuwa tu wapenzi tu tujiandae kisaikolojia. Mpira una matokeo yote. Lakini sisi uhakika dakika asilimia 90 kwamba Simba tunashinda. Asilimia 90. Na anaweza kuondolewa. Alafu kuna mechi nyingine vile vile ni katika mechi hizi za maamuzi. Simba walifungwa na Platinum Zimbabwe goli 1-0. Na wakaahidi kwamba Platinum kwamba wao watapita na nini, wakaja hapa wakawa wanafanya fujo nyingine na wao vile vile wakaruka ukuta wakafanya balaa chungu mzima. Lakini kilichotokea pale Simba akashinda goli 4-0. Na Simba akasonga mbele. Hivi mzee wangu unajua Al Masry baada ya kufika hapa wamesema kwamba wamefurahishwa kukutana na mashabiki wa Yanga kwa mara nyingine. Unajua sikiliza. Mashabiki wa Yanga kama wanataka kujitia aibu kwa sababu hata kuna mwaka ule ambao kwamba Simba walifuzu mpaka robo finali. Mashabiki wa Yanga walikuwa wanapokea kila timu inakuja hapa. Wanapokea. Na kama vile vile unataka kuangalia hata CD hizi zipo. Angalia mechi ya Nkana na Simba. Wakati Nkana wanafunga goli la kwanza lile. Mashabiki wa Yanga walishangilia sana na waliruka pale utafikiri tunacheza wale wa Nkana wako Zambia. Lakini haikuisaidia kitu. Simba baadaye walikuja wakamaliza wakapindua meza na wakashinda. Kwa hiyo Yanga si atupi shida. Yaani kupokelewa mtu na nini wala tasubiri. Tena hii kupokea sasa hivi wanapokea kimya. Kuna wakati walikuwa wanakwenda uwanja ndege kabisa na wanaandamana na ile timu. Wanakuja nayo wanarudi nayo na wanafanya nayo, lakini baadaye kinachotokea ndio hicho. Alafu vile vile Waarabu hawatokubali. Yanga wanajihangaisha. Wale Waarabu wanazungumza kwenye magazeti tu. Kwa sababu wale Waarabu wote wanaona wote wa Tanzania hao waamini kwa haya tu. Kwamba wanaweza katugeuka. Ndio watu watusaidie sisi tupite. Isipokuwa mimi nawaomba Yanga tu waungane na Simba ili waendelee kuitetea nchi hii na wao vile vile wajifunze kutokana na Simba. Lakini unahisi kabisa kwamba Young Africans watakuwa tayari kuungana na Simba. Na sisi hatuna shida ya washabiki kesho. Yaani tuna shida ya mashabiki kwa sababu Simba ni timu bora na tulipewa vile vile hata heshima ya kwamba tuna washabiki bora. Na sisi ndio watu ambao kwamba kujaza uwanja ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo watu kesho pale sisi hatuna haja ya msaada wa Yanga wala nini. Isipokuwa tumili kwa naomba kwa ushauri wa bure wanyamaze. Kimya kwa sababu watakuja watapata aibu baadaye. Sasa mtani wako yule. Sisi tumeona hata watani hata msibani wanatamba. Yaani mtani wako ukipata msiba anatamba. Sasa Yanga na Simba huu sio utani, huu uadui. Ni uadui tena. Kwa sababu hao wenzetu kuna sehemu nyingine wanajua hata katika msiba. Hata wale watani wanafanya vile, lakini kuna wakati wanasaidia shughuli za pale, nani. Lakini Yanga yeye anachoomba kesho ikiwezekana hata Simba atolewe tu. Mpigwe kabisa. Kwa sababu mimi nilikuwepo katika pambano lile la Simba na Stella Abidjan. Yanga pale walishangilia na walifanya sherehe kubwa pale uwanjani. Pale. Na ilikuwa mtu yote ukiingia uwanjani pale unapewa kanga kama zawadi upeleke nyumbani. Walikuwa wanapewa kanga ya Simba pale. Umekata tiketi unaingia uwanjani. Basi Yanga kwa roho yao mbaya walizichoma moto zote zile. Zile kanga zile. Zidi ya kufurahia kwamba Stella wamechukua kombe la kanga wamepiga moto. Na wakaimba vile vile na uzalendo umetushinda. Kwa hiyo hawa uzalendo kuwashinda kila siku na wao tusitegemee kama Yanga atatusaidia kwa hili. Sisi Simba wenyewe tupambane tu.
Bwana, mimi nilikuwa nazungumza na mzee Matimbwa kwenye vile ambavyo amevizungumza, ile la Mfulira mzee wangu ile linateka hisia kidogo. Sana hili la Mfulira kusema kweli. Ile la Mfulira pamoja na Ismailia. Mechi inacheza siku ya kwanza, mna level scoreboard, mechi inaahirishwa narudiwa kesho mnaanza upya. Unajua kuna masheria yale ya ajabu ya miaka nyuma, lakini muda unavyokwenda sasa hivi sheria imeonekana ile pale, ile sheria moja bora mpira tu uanze wakati ule ambao ulivunjika nani moja nzuri sana kuliko ile ambayo kwamba ya wakati ule. Kwa hiyo kama mtu mkamate. Ukimkamata mtu mkamate. Kwa hiyo wale siku ile walikuwa wafe nyingi, na hizi ndio zitarudi kesho. Kwa sababu hawa Waarabu hawana mpira mkubwa sana kutufunga sisi. Kwa sababu wanacheza mpira wa malengo, wanacheza mpira wa malengo, lakini utakachoona kesho pale kujiangusha mara kumzonga refa, kupoteza muda. Goalkeeper kuanguka, mara wachezaji wawili watatu wameanguka. Lakini hii Simba hii moto uwe pale. Na tunaomba, ndio maana nikakwambia labda captain apewe ngoma ili ajaribu kuongea na refa muda ule unapoteza, basi ili mradi tu kwamba refa awe makini sana na ile. Wanasema mechi iliyopita ile refa hakuwa upande wenu, ni kweli? Unajua marefali, unajua wenzetu hawa wa kaskazini, unaposikia uwanja nyumbani unautendea haki kweli. Hii ni mambo ya mpira. Sasa sisi tukilalamika kila siku, unajua refa bwana na nini, hii itatusaidia nini? Haibadilishi. Kama wao wamefanya hivyo, na sisi tufanye mipango yote mingine ile ambayo kwamba ya kuhakikisha na sisi tunashinda. Ila waganga wasipishane kwenda kambini. Waganga wasiende kambini kwa mfululizo, hawa wamalize mambo yao nyumbani. Kwa sababu tunajifunza kutokana na ile mechi ya finali na Stella Abidjan. Wachezaji wenyewe walikuja baadaye wakalalamika, jamani japokuwa mnatuhumu na nini, lakini kambi mpaka saa 8 ya usiku watu hawajalala. Hao wanakuja na viungu vyao, wanakuja hivi sasa hivi tu kama hivi visije vikatutoa. Kama tulifanya makosa wakati ule tusirudie tena. Na leo sio siku ya kwenda waganga kambini. Isipokuwa tu kama kuna watu wana pesa zao waahidi pesa. Kama kuna watu wana pesa zao waahidi pesa, kama alivyoahidi Mo milioni 500, na wengine kama wanazo waahidi. Huko waliko na ahadi zinawaendea wachezaji kwa jamani hivi. Lakini sio kwenda pale tunapishana viungu vinakwenda pale, mara huyu kaja hivi, hao wametoka siji Mafia, hao wametoka Rufiji, hao wametoka wapi. Hii haina maana. Bwana, mimi nimemaliza na mzee wangu, kikubwa ambacho amekisisitiza kambini kusiwe bize. Huyu kaja na chungu cha kijani, huyu chungu chekundu, usikaja cha njano. Wachezaji waache wapumzike, na kama una ahadi yako ya kipesa ahidi huko juu kwa juu. Sio lazima ufike kambini kule uanze kuzungumza na wachezaji. Kocha anawahitaji wachezaji kuliko wewe tajiri. Zungumzia huko. Swala la pesa linazungumzika kokote. Nimemaliza na mzee wangu. Baada ya mchezo wa kesho nitakuja nizungumze naye kulingana na matokeo ambayo yatakuwa yamepatikana. Lakini hivi unafahamu Yanga alifungwa vipi goli 6 na Simba? Historia ilianza nyuma sana, kulikuwa kuna migogoro huko ndani, na mzee wangu amenihadithia. Mimi nimeshafaidi tayari, lakini kama Mungu akijali, kipindi kinachofuata tutakuja tukufahamisha kwamba ilikuwaje mpaka hiyo rekodi mpaka leo hii haijavunjwa na imesimama hivyo goli 6. Ilikuwaje Young Africans wakakubali kufungwa goli 6 na Simba? Yalikuwa makubaliano ya mezani kabisa ama ilikuwaje? Mimi naomba tu tuage, usiwaonjeshe. Mimi nawaaga wapenzi wa Simba na Watanzania wote tuwe kitu kimoja. Kwa sababu haya anayoyafanya Simba ndio yanatusaidia. Simba ndio alosababisha timu 4 ziingie katika michuano ya kombe la klabu bingwa Afrika na shirikisho na ligi yetu kupandishwa hadhi, yani kwa mpaka inafika nafasi ya 4. Hawa ni Simba. Penye ukweli tuzungumze tu. Haya mambo mengine tuyaache kama yalivyo. Afani, unajua watu wa sasa hivi wanazungumzia sana, unajua malengo yetu tufike nusu finali, Yanga unasikia hivi. Lakini Simba washawahi kufika nusu finali kombe la klabu bingwa Afrika. Tutakuja kuzungumza kama mtafuzu sasa. Kama 1974 kama mtafuzu ndo tutakuja tuzungumze. Mimi naomba ndugu zangu wa Simba wote tumwekeni Mungu mbele na tushikamane kwa pamoja, tukapambane kesho. Mungu atakuwa pamoja na sisi. Na Simba nguvu moja. Amemaliza mzee wangu hivyo. Tukutane kesho kutwa kama kweli limetokea lilotokea, sijaka nikimbia maana achelewi kuugua. Na leo mvua haijanyesha.